hapa, geuzia kule. Beba stendi, geuzia kule. Kristiani, wangapi wanamwamini Mungu wa mahali hapa? Haleluya! Safi sana. Hata mimi namwamini Mungu wa mahali hapa. Huyu Mungu tunayemtumikia wa mahali hapa, tunamwamini ni kweli anatutendea mambo mengi kwenye maisha yetu. Lakini huyu Mungu ni nani? Hapo ndio kizungumkuti. Huyu Mungu ni nani? Anaitwa nani? Anayeweza kujibu naomba nyoshe kidole chake. Anaitwa nani huyu Mungu? Anaitwa nani? Huyu Mungu tunayemwabudu hapa, tunamwamini sana. Lakini anaitwa nani? Naomba ujibu, sogea hapa ushike maiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huyu Mungu wetu anaitwa Neno, ambalo tunaenda kusikiliza hapa sasa hivi. Anasema anaitwa Neno. Haleluya. Mwingine anasemaje? Huyu mwingine anasemeje? Nataka ujibu afu bila kigugumizi. Ngoja nikufuate. Sema ukiwa umesimama. Haleluya. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mungu sipo mbali sana baza. Mungu ni Neno. Anasema Mungu ni Neno. Nisiwatese ili jibu amelijibu yeye, wamelijibu hawa ndugu zetu. Haliko sawa sana, ila nitaenda kulitafsiri vizuri. Mungu sio neno. Mungu sio neno. Haleluya. Mungu ni nani? Nimesema, amesema Mungu ni neno, wamesema Mungu ni neno. Mimi nasema Mungu sio neno. Neno ni neno, alafu na Mungu ni Mungu. Haleluya. Mungu si anatamka neno, na lile neno ndio tunapata kila kitu kupitia neno. Haleluya. Lile neno ndio maisha yetu. Lakini huyu Mungu ni nani? Haleluya. Mungu ni nani? Mungu ni nani? Musa, jitambulishe alafu eleze. Kwa majina naitwa Musa Ezroni Anyitike Mwakatoga. Mungu ni muumba. Shangilie Bwana, shangilie Bwana. Anasema Mungu ni muumbaji. Mungu ni muumba. Na ndio jibu. Mungu ni muumbaji. Haleluya. Mungu ni muumbaji. Hilo jina ndio jina halisi la Mungu. Kwa Mungu ni muumbaji. Kanuni ya Mungu kwa sisi tunaomjua yeye, kanuni ya Mungu anasema mnipende mimi kisha mlipende neno langu. Haleluya. Kwa Mungu anasema hivi, masharti ya Mungu kwa sisi tuliokombolewa na Kristo, anasema ni kunipenda mimi pamoja na neno langu. Ndio maisha, kwa sababu neno la Mungu ndio maisha. Ndio maana tunasema neno la nani? La Mungu. Kwa neno sio Mungu. Mungu ni Mungu, ila neno lake tunaliishi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jibu kamili, Mungu ni nani? Mungu ni muumbaji. Siku nyingine nitakuja hapa. Ukikosea nitakuwa natembea na fimbo. Ukikosea na kuvuta chemba, wewe ulikuwepo. Yaani tunazungumza hizi ndio fact za sisi tunomjua Mungu. Haleluya. Maana utaulizwa huko halafu utababaika. Wengine wanasema Mungu ni neno, Mungu sio neno. Wengine wanasema Mungu ni roho. We mwenzangu, sema Mungu ni roho. Umewahi kuiona? Sasa huyu Mungu huyu tunayemwabudu hapa, kwa sababu yeye ni roho, lakini namna ambavyo tunapata vitu kutoka kwake tunapata katika
katika mwili. Tunavipataje katika mwili? Maana hii roho sasa imeingia ndani ya mchungaji, imeingia ndani yangu mimi leo. Kwa hii sauti ukiikataa leo, maana yake umemkataa Mungu. Haleluya, umemkataa Mungu. Biblia inasema awapokeaye ninyi anipokea mimi niliyewatuma, awakatae ninyi anikataa mimi niliyewatuma. Haleluya. Kwa leo umenipokea, nashukuru umenipokea. Mungu akubariki sana. Kristo ni noma, ametufanya sisi wote tuwe pamoja jamani. Nimehubiri sehemu nyingi, lakini tunazungumza kimoja. Haleluya. Sisi tunasema kimoja kwa sababu sisi wote ni wana wa nani? Wa Mungu. Kwa sababu tumeamua kumfuata Kristo, ametufanya tuwe wana wa Mungu. Haleluya. Ambaye bado hajamkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wake, yule mtu sio mwana wa Mungu, lakini ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Usije ukamtazama vibaya mtu amelewa, amelala kwenye mitaro, mtu umemkuta mazingira ambayo wewe upendi, kwamba haya mazingira Mungu hayapendi. Usije ukamchukia. Ni mtoto wa Mungu yule. Atakaye sababisha huyu mtu sasa atoke kuwa mtoto aje awe mwana wa Mungu ni wewe. Ni wewe. Una marafiki wengi huko nje, zaidi ya kuwasaidia unaonyoshea kidole kibaya. Wengine sisi hatukuwa wazuri kwenye maisha ya kimungu. Tulielekezwa, tukafundishwa, tukaambiwa uzuri wa Mungu, lakini bado tulikuwa nyuma. Leo tumepata ukombozi. Mungu ametubadilisha. Mungu ametukomboa. Tunamtaja Kristo madhabahuni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama kila kitu kina wakati wake, lakini wakati huu wa sasa, shituka. Mwanadamu huyu aliyekuwa anazungumzwa tangu kule kwa Adamu mpaka sasa, mwanadamu huyu, yote ambayo yalitabiriwa, yote, mwanadamu huyu wa sasa anaonywa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 18 mstari wa 4. Kwa mwanadamu huyu yule yuko hapa sasa. Yote yaliyotabiriwa yako hapa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 18 mstari wa 4. Neno limeanza hivi: mjue Mungu wako. Somo la leo linasema mjue Mungu wako. Haleluya. Mjue Mungu wako. Mjue Mungu wako. Haleluya. Hatumjui lakini tunamwamini. Nimesema wangapi wanamwamini Mungu wa mahali hapa? Tumenyosha mikono wote. Wangapi wanamjua Mungu? Hawajanyosha mikono. Kwa Mungu leo nakwambia ni nani? Mungu ni muumbaji. Haleluya. Na shetani ni nani? Shetani ni muumbwa. Shetani ameumbwa, ni malaika aliyeasi. Mnaimba vizuri watoto hapa, mnaimba vizuri jamani. Mnaimba vizuri, utafikiri mna miaka 40 kwenye huduma. Kumbe kanisa limeanza juzi tu. Lakini namna ambavyo nimeenjoy. Mimi sikutarajia hivi. Nilijua nitakuta tototo labda tuko 3, 4, 5. Mimi naingia popote. Haleluya. Huwa siulizi kanisa lina washirika wangapi, siulizi. Wengine wanauliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sehemu nilipofikia mimi, watu wa namna hii sasa ingetakiwa waulize, mchungaji una washirika wangapi? Akadirie washirika kwanza ndipo aende. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi naenda popote pale. Juzi nilikuwa Mpemba kwenye huduma. Sikuuliza, lakini nimefika pale nimekuta washirika wachache. Lakini nikaenjoy kwa sababu nikasema hawa ndio kusudio la nani? La Mungu. Hata wewe ni kusudio la Mungu. Sema mimi ni kusudio la Mungu.